إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Tulizungumzia jana kuhusiana na at-taqwa wa thamaratuhu. Kwa ufupi sana, uchamungu na faida zake. Tukawa tumetaja baadhi ya faida ya takwa na tukasema kwamba ibada zote lengo lake ni kumfikisha Muislamu katika daraja ya takwa. Katika miongoni mwa faida za takwa ni kumhimiza Muislamu na kumsukuma Muislamu katika jambo la kumtaja Allah tabaraka taala sana. Akikosa mtu at-taqwa, uchamungu, hatomtaja Allah, sababu hana kitu cha kumfanya kuweza yeye kumtaja Allah tabaraka taala. Anapopata mtu at-taqwa, basi humpelekea takwa hiyo katika kumtaja Allah tabaraka taala. Allah anasema wadhkur rabbaka fi nafsika, na mtaje ewe mcha Mungu, ewe muumini, Mola wako umtaje ndani ya nafsi yako, katika nafsi yako. Dhikri inatakikana iwe katika nafsi yake, na kama itatoka katika mdomo basi iwe ni kujisikia mwenyewe mtu, si kupiga na kuinua sauti ikawa watu wengine wanasikia adhkari yake. Sababu dhikri ni ibada. Dhikri ni ibada, na ibada yoyote imewekewa utaratibu wake na sheria zake. Na dhikri ni katika ibada kubwa sana. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak fakina adhaban nar. Allah ameweka kwamba adhkar mtu amtaje Allah katika moyo wake, tena asichoke. Wadhkur rabbaka, na mtaje Mola wako Allah tabaraka taala fi nafsika, katika nafsi yako. Waduna al-jahri, pasina na kudhihirisha sauti. Pasina na kudhihirisha sauti, kwa maana kwa pasina na kuinua sauti. Na wakati unamtaja Mola wako bilghudui wal asal, mtaje Allah tabaraka taala asubuhi na jioni, kwa maana muda wote uwe katika kumtaja Allah tabaraka taala. Wala takun, na kabisa usije ukawa minal ghafirin, miongoni mwa wale ambao walioghafilika na kumtaja Allah tabaraka taala. Usiwe miongoni mwa kundi hilo, mtaje Allah katika moyo wako. Masahaba walitoka wakati mmoja wakawa wanamtaja Allah tabaraka taala kwa sauti. Kila mmoja anamtaja Allah tabaraka taala kwa sauti ya juu. Mtume Allah akawaambia, ayuha nasu irbau ala anfusikum, enyi watu, kwa maana enyi Waislamu, hebu zioneeni huruma nafsi zenu. Fa innakum la tad'una asamman, hakika nyinyi huyo mnayemuomba si kiziwi, anasikia. Wala ghaiban, na wala hayuko mbali, kwa maana mtoe sauti kwa sababu yuko mbali, hakusikiini. Innakum tad'una samian qariba, hakika yule mnayemuomba anasikia dua zenu na yuko karibu sana na waja wake. Allah yuko karibu sana na waja wake kwa elimu yake. Ndio maana kwenye aya nyingine Allah akasema, katika kuonesha kwamba Allah yuko karibu sana, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, na wakati wowote wanapokuuliza ewe Muhammad waja wangu kuhusiana na mimi, basi mimi niko karibu sana nao.
kisha Allah katoa faida, ujibu da'wata da'i, naitika maombi dua za muombaji, idha da'ani, wakati ule anaponiomba basi mimi namuitika dua yake. Falyastajibuli, hebu na wainitikie mimi maamrisho yangu, waliuminu bi, na waniamini kweli kweli, la'allahum yarsudun, ili wao wapate kutengekewa na kutengenezekewa na dunia yao na akhira yao. Adhkar, kumtaja Allah tabaraka taala, kuna umuhimu mkubwa sana kabisa. Kwenye aya nyingine anasema wadhkuruni adhkurukum, nitajeni mimi na mimi nitakutajeni kwa malaika wangu mbinguni. Washkuruli, na nishkuruni mimi kwa neema zangu, washkuruli au washkuruni, na nishukuruni mimi, wala takfurun, na wala msinikufuru. Kumtaja Allah tabaraka taala, enyi Uislamu, kuna faida kubwa sana. Mtu kutajwa kwa Allah, kwa wale malaika wake wakubwa, Jibrili, Mikaili, Israfili na malaika wote, Allah huwa anamtaja mja ambaye anamtaja Allah tabaraka taala sana. Na kikubwa zaidi dhikri, kumtaja Allah kunamfikisha mtu kuipata pepo ya Allah. Wadhakirina Allah kathiran, na wale wenye kumtaja Allah wanaume sana. Wadhakirati, na wanawake wenye kumtaja sana Allah tabaraka taala. Aadda Allahu lahum maghfiratan, Allah amewaandalia wao kuwapa msamaha. Wa ajran adhima, na ujira mkubwa sana. Na kwenye hadithi kudusi, ana ma abdi idha dhakarani, mimi niko pamoja na mja wangu muda ule anaponitaja mimi. Fa'lam anna dhikra huwa al-ibada, fahamuni yenye Uislamu, dhikri, dua ni ibada. Kwa hiyo ibada inatakikana iende kisheria, wala mtu asione tabu, wala sifate mkumbo kwamba watu wanamtaja Allah, wacha na mimi nimtaje Allah bwana. La, hii ni ibada. Wala hutokuta vitabu vyote vya madhehebu yote adhkari kutajwa isipokuwa zimetajwa adhkari za kisheria. Hizi adhkari ambazo sisi tunazitaja misikitini katika kipindi cha Ramadhani, katika tarawih pale kwa pamoja, lam yathbutu ani nabii sallallahu alaihi wasallam, ziko thibiti, pamoja na kwamba tumezipokea kwa wazee huko misikitini, watu wanaomba sana, mashuhuri sana, mpaka zimo ndani ya mishipa yetu na damu zetu, lakini katika adhkari ambazo hazikupokelewa kuletwa kwa pamoja. Adhkari zote mtu anatakikana alete peke yake, wala hakuna adhkari kuleta kwa pamoja. Mtume alimfundisha Abadhari, ya Abadhari la tad'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Ewe Abadhar, usije ukaacha nyuma ya kila sala kusema Allahumma a'inni, ewe Allah niwezeshe mimi, ala dhikrika, juu ya kukutaja wewe. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika, na kushukuru wewe, wa husni ibadatika, niwezeshe kuifanya ibada yangu hii iwe ni ibada nzuri sana kabisa. Kwa hiyo kipindi cha masahaba, tabiina, atba'u tabiina, mpaka kipindi chote cha matabiina, hakuna kuleta adhkari kwa sauti mpaka ikawa msikiti mzima unarindima kwa sauti. Hilo jambo halipo enyi Waislamu, bali adhkari ziko kisheria na Mtume kazifutisha. Mama Aisha radhiallahu anha akasema, unaonaje ya Rasulullah, ikiwa mimi nitaudiriki usiku wa Lailatul Qadri, nikaujua kwamba huu ndio usiku mwenyewe, niseme nini? Akamwambia, kul Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, sema ewe Allah, hakika wewe unapenda kuyaachia madhambi ya waja wako, nayaachia kabisa, unatoa msamaha mkubwa. Tuhibbul afwa, unapenda sana jambo la kusamehe. Fa'fu anni, hebu nisamehe. Adhkari imeisha hapo, wala Mtume hakuongeza wala mama Aisha kuongeza. Sisi tukaizidisha adhkari hii na kuwekea mapambo mengi dua hii, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa ya karim al afwa.
mpaka ikaonekana kwamba ndio dua na adhkari maalum hiyo. Kumbe tumezidisha kitu, na kuzidisha ni bid'a, kuzidisha ni uzushi. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad, yoyote atakayezua katika dini yetu hii kuanzia dua na ibada mbalimbali, jambo ambalo halipo, atarejeshewa mwenyewe, hatulipo kwa hilo. Mtu anatakikana muombe Allah tadharruan wa khifatan, kwa unyenyekevu, hasa kwa tadharru, na huku anaogopa kwa Allah tabaraka taala, na sauti yake iko chini kabisa. Wa hunaka shurutu dua, na ziko sharti za dua. Insha Allah tufikia hapa, tutakuja kuzizungumza sharti za dua ni zipi. Ni zipi sharti za dua? Zikikosekana hizo, wewe piga makelele mpaka uchoke, dua huwezi kujibiwa, kwa sababu hujatimiza sharti zake. Sharti za dua maulama wamezekea sharti maalum, shurutu dua wa shurutu istijaba dua, na sharti za kuitikiwa dua ya mtu. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.